Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari, tuanzie na habari za huko Kilembwe katika tarafa la Fizi. Ni kwamba mkuu wa tarafa ya Fizi Kalonji Badibanga Sami amekanusha habari zinazozagaa kuwa tayari kijiji cha Kilembwe kipo mikononi mwa wahasi wa M23. Hivyo ameomba kwa raia kubaki kimya na kutokubali mbinu za uongo zinazotumiwa na adui kwa kutaka kutokuwa na imani na jeshi la taifa FARDC wanaoungwa mkono na wazalendo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, mkuu wa tarafa ameanza kwanza kutoa pole kwa wakahaji wote wa eneo analoliongoza, huku akionyesha hali iliyoko kwenye maeneo ya mapambano kwa sasa, hasa katika vijiji vya Kabanja na Kimete. Upande mwingine amekanusha katukatu taarifa zinazosema kuwa wahasi wa M23 wanaoungwa mkono na Twegwaneo na Redi Tabara tayari wamemiliki kijiji cha Kilembwe, jambo ambalo ametaja kuwa ni uongo mtupu. Hata hivyo ameongeza kuwa jeshi la taifa FARDC na wazalendo wapo imara na bado wanaendelea kupambana ili kuhakikisha wahasi wanaondolewa katika maeneo yote wanayomiliki. Natosha ujumbe hii kwa wakaji wote wa tarafani Fizi kwa kuwapatia pole na kubambia kwamba adui wa nchi M23 AFC, kinyume ya kupata kipiko kali sana Kabanja na Kimete kwenye walipoteza vifaa vengi sana ya vita na wakapoteza wanaume wengi sana wa jeshi zao, leo wanatuma ujumbe kupitia wapasho habari waongo wenye wanalipiwa, wenye wako sous control ya Rwanda. Ujumbe ya kwamba kama leo wajeshi wa 23 wako Kilembwe, shefulie ya sekta ya Lulenge, ni ujumbe ya ongo mtupu. Mjue ya kwamba Wanyarwanda wanajua ya kwamba ukongomani wanapenda sana mtandao, na kwa kuweza ukongomani tupitie njia ya mtandao kwa kuwadanganya, watapata hoka, watanze kimbia, watanza lalamika, watanza omba, watanza fanya chochote. Na ndio maana waambia ile ujumbe ya kwamba Kilembwe inadhibitiwa mikono ya 23 ni ujumbe ya ongo mtupu. Jeshi letu, wazalendo wetu wanashimama imara, wako wanafanya kazi ya kulinda mipaka, kuchunga mali ya wakongomani na wakongomani wenyewe. Na ndio maana nawaambieni ya kwamba mubaki imara, mufanya makazi zenu. Hakuna jeshi ya Rwanda yenye ilishafika Kilembwe, shefulie ya sekter ya Lulenge. Ila habari ni ya ongo, wapasho habari wa ongo wenye Rwanda aliangaje kukazi njo wako wanatembea na hii habari ya mtandao ya kuleta ongo mtupu. Na tujelekeze kule katika mji wa Baraka, msikilizaji, ni kwamba kufanya uchunguzi wa kina kuhusu vurugu iliyotokea kati ya wachukuzi na kitengo cha DPMR, kutafuta suluhisho na kutangaza kuanzishwa kwa msako ima bouclage ni malengo mojawapo ya kikao cha usalama kilichosimamiwa na waziri wa jimbo husika na masuala ya ndani, ugatuzi na masuala ya kimila, kikao ambacho kimefanyika katika chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka Jumatatu hii ya tarehe 3 Agosti 2026. Viongozi mbalimbali wa kiserikali na wale wa kiraia waliweza kuhudhuria kwenye kikao hicho. Bwana Chibangunya Karusha Christian, waziri jimboni husika na masuala ya ndani, ugatuzi na masuala ya kimila, amesema kuwa miradi mingi imepangiliwa kufanyika katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi, huku akionyesha hapa malengo ya kikao hicho. Tulitumwa na baba liwali hapa kutoka hapo kwetu Uvira ambako kunakuwa siege provisoire ya institutions zetu zote, kusudi tuje hapa kwa kufanya etat de lieu ya vitu maafa ambayo iliyofanyika hapa siku yenye kulikuwa ile fujo kidogo, vurugu kati ya wandugu wa société civile, wa transporteur na services zetu, service d'assiette yani DPMR na service ya Transcom. Hiyo nilikuja kusudi tufanye etat de lieu, na ninahuzunika sana. Ninatoa mkono wa pole kwa ule kwanza aliyekufa, kwa wale waliopigwa masasi. Ninatoa mkono wa pole sana kwa zile jamaa, na kujua kwamba serikali yetu kwa na baba liwali ameniambia kwamba niseme pole kwa zile jamaa zote. Nikiwaambia
kuambia ya kwamba kwa kweli serikali yetu iko nawaza sana juu ya hiyo mambo, na nawaza ya kwamba Mungu atasaidia kwa siku zijazo suluhisho zingine zitaweza kupatikana. Kwa kitu cha pili, nilikuja kusudi tufanye sensibilisation na kuonesha raia wetu wote kazi kubwa ambayo inaweza kufanyika hapa kwetu Baraka na territoire nzima yetu ya Fizi. Sababu tumesema kwamba baba liwali amekamata kabisa kiwango ya kusema tudevelope sasa province yetu yote mahali kote kwenye gouvernement provincial ingali, yani Baraka, Uvira, Kamituga, vile zetu zote tatu, na ametayarisha kilomita 12 kwa kila ville yenye itafanyika en beton armé kwa barabara. Donc ni barabara yenye iko durable kama vile wako wanatengeneza pale Kishasa, na mifereji vyote vizuri. Lakini itafanyika namna gani? Itafanyika wakati yenye watu wanatoa ushuru. Yafaa tusensibilize, tuoneshe kama ushuru yenye tulitoa hapa ilikuwa na vilengo viwili. Lengo ya kwanza ilikuwa sur le plan sécuritaire, ya kuidentifie wanani wanatembea ndani ya barabara, sababu pour le moment hatujui ni wanani wanatembea. Maafa mengi nafanyika na wa chauffeur wa motare, watu wasiojulikana, na kwa hapa ilifale province iko natarisha base de données kusudi tuwajue. Kilengo kia pili ni sababu kusudi tufinanse zile maprojet. Province imesema ya kwamba haitaki kutoka hapa wakati watarudia Bukavu, wala kama mandai naisha wakuta hawakufanya kitu japo kulikuwa ushuru yenye ilikuwa natolewa. Na ndio maana wanasema bana decide kama ushuru hii uitolewe hapa kwetu, na population yetu ijue kama leta haikuya kusumbua population, na population nayo pia sisumbue leta, ilipe contribution kidogo ile, tukitembea kusudi tuone namna gani tutajenga barabara zetu na miradi mingine yenye province yetu iko natarisha hapa kwetu. Tumesikilizana sote kwa umoja ya kwamba tunailanse mwa hii juma siku ya 3, kama vile Kamituga nao wanatoka kutuita kutuambia kama nao wanalanse siku ya 3. Tunaomba wamotare wote, tunaomba washofere wote, watransportere wote wajiunge kwa raia, sababu hatuwezi endelea kupingana. Na mwishowe alipoulizwa kuhusu suala la serikali ya jimbo la Kivu Kusini kutoa ahadi nyingi ambazo hazitimiliki katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi, Waziri Chibangunya Christian amejibu yafuatayo. Kwa raia yetu tutaweza kuambia kwamba government hii ya mkoa inaongozwa na Profesa Jean-Jacques Purusi na Maître Jean-Jacques Elakano, na sisi wote kama vile waziri wao hatufananisha na zile za mbele. Tulikuwa tumeanza miradi yenye tulisema Uvira lianzishwa, Bukavu ilianzishwa, ilikuwa Turu ya Baraka na Fizi mzima na territoire zingine zote. Na ndio tulisema ya kwamba sababu tumekwisha kufika kumuda tulitowaka ajili ya Baraka, yafaa tuifanye tuoneshe kama tufananishwe na zile. Unajua kwamba ndio muda wetu wa kwanza kutumika hii. Muda wa kwanza tulikamata madaraka ilikuwa mwezi wa 4, wakati ya makabine hadi mwezi wa 12. Kusudi waanze kutumika sasa. Uliona upeke vurugu inaingia Bukavu, vitu vikaharibika. Tunaingia Uvira wakati tunajiandaa kusudi tuanze kutumika, tukakuta tena vurugu inaingia tena, tunaenda hivyo. Ngisi tumerudi, hatutaki mara iende mrefu, na ndio maana tunasema ya kwamba tukamilishe kwamba hii mradi inaanza. Na ndio maana ba expert bashakuwa hapa. Uvira bimeanza na barabara Uvira deja ziko na chandiwa. Na hapa nako hivyo tuone miradi inaanza pour tusikue kama zile government zilizopita. Wa dereva wote tunawaomba na kuwasisi sana wasikia kwamba tumekuja hapa ni kusudi tuboreshe barabara, tuboreshe mazingira. Nao wenyewe wasikie kama tunataka kuboresha system yao ya kutumika. Kila dereva kwa nchi zote za dunia heri awe na permis de conduire. Kila pikipiki ama gari yoyote ya wafacha ikuye identifier kwa kupitia plaque yake, na ushuru ule ndio unasaidia hata mambo mengi, hata vita kupigwa katika nchi haiwezi kupata kupiga vita vizuri kama hakuna pesa. Maana ile pesa ndogo raia wanatoa ndio inafanya zile kazi kubwa, na ndio tunawaambia wote wapite kwa services zetu, waje wakalipe permis de conduire polepole, walipe plaque yao vignette polepole. Ni ya mwaka mzima ambao haitawalemea, waje na mambo deja services zetu zote ziko en place kusudi kwa kuboresha kazi hili. Tubaki tu katika tarafa la Fizi, tujelekeze kule katika sekta ya Mutambala pa Kongolo. Ni kwamba uongozi wa vuguvugu ya kisiasa ya kijeshi MPLC bar FPLC groupementi ya Babwari imeshukuru wananchi wa eneo la Nemba, Majengo, Kongolo na vijiji vya pembezoni kwa ushirikiano walioonesha katika kazi za kutengeneza barabara maeneo hayo. Kamanda Yobota wa Serafe maarufu Kipamparira, ambaye ni msimamizi wa kundi la MPLC bar FPLC ndani ya groupementi ya Ubwari na sehemu zingine za Nganja, ameshukuru wananchi waliojiunga naye katika kazi za kutengeneza sehemu za barabara zilizoharibika maeneo hayo. Tumsikilize kamanda huyo wa MPLC bar FPLC. Hizo habari ni za kweli, kwa sababu tangu nilipokuwa Mwandiga, hiyo mradi sisi watu wa MPLC bar FPLC ya General Lieutenant Itongwa tulianzia pale kwetu Mwandiga, na wakati nilipopelekwa Ubwari
tena tukazianzia pale Nemba, Majengo, Yandalila na Kongolo, tukafanya sensibilisation kwa wakapita na wakatuunga mkono kwa ajili ya kufanya usafi ndani ya barabara, na wakapita wakatuunga mkono, na kwa leo hali iko naenda vizuri, barabara iko natengemana polepole, na ukifika hata tu mbele ya Makama barabara ni nzuri kidogo kidogo, pamoja na kule Mwandakano barabara nayo inaanza kuwa afadhali. Maeneo ambapo yote ilikuwa inaharibika tulifanya sensibilisation, washefu wakatukubali na waraia nao wanatuunga mkono, tuko nao sambamba. Ninaweza ambia waraia ambapo waishapata hiyo injili, tuunge mkono, sio kila kitu ambapo kutegemea serikali. Serikali ni watu na raia ndio serikali, na inatakiwa tufanye development sisi wote kwa pamoja, ili tujenge nchi yetu kwa pamoja na pamoja na Mungu pia. Pongezi tunaanza kusema kwamba mokole, hiyo ni siloga yetu katika lugha yetu ya Kibembe. Mokole na kazi njema kwa wote ambapo wanaojitolea kwa ajili ya kufanya salongo mumeneo ambapo watu wa MPLC bar FPLC wa Lieutenant General Reni Tongwa ambapo anakwenda kuongoza. Tunasema tena felicitation sana na washefu wote de localité, washefu de groupement na wakapita wa vijiji kwa kutuunga mkono pamoja na raia. Naanza sema kwamba Mungu wa milima yetu ya Fizi, Mungu wa babu zetu, Mungu wa Kongo, Mungu wa rais wetu Felix Tshisekedi Antoine apate kuwabariki. Kabla ya kutamatisha taarifa zetu za habari, turejee kidogo katika mji wa Baraka. Tena ni kwamba waziri wa mambo ya ndani, ugatuzi na masuala ya kimila jimboni Kivu Kusini, Karusha Christian, ametoa hatua ya kutaka redio zote za mji wa Baraka kutokutangaza habari yoyote inayohusu msako wa barabarani mabuklage. Baadhi ya viongozi wa redio za Baraka wametaja kusikitishwa na hatua hiyo ya kugandamiza uhuru wa upasaji wa habari nchini DRC. Katika kikao na viongozi wa vyombo vya habari, waziri amesisitiza kuhusu swala la wapashaji habari kutokutoa nafasi yoyote ya kuongea kwa mtu yeyote kuhusu swala la msako wa barabarani mabuklage ndani ya mji wa Baraka na tarafa la Fizi. Waziri amesema mashirika ya kiraia, fake na hata mashirika ya uchukuzi wa watu na mizigo hawatakiwi kupewa ruhusa ya kuongelea mada hiyo redioni. Uongozi wa Radio Kivu Baraka umetaja kushangazwa na hatua hiyo na hivyo kuchukua hatua ya kutangaza habari ya namna hiyo iwe kwa upande wa raia na wa serikali, kwani ni hatua iliyo kinyume cha kanuni za upashaji wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil.